Bwana Yesu asifiwe, watoto wa Mungu. Ni asubuhi nyingine njema. Ninashukuru Mungu kwa ajili ya uzima, kwa ajili ya kibali. Mara tena ameniamuza asubuhi hii nikiwa mzima kwa ajili ya mwezi huu wa pili, tarehe hii ambayo tumefika siku ya leo. Hakika imegharimu mkono wake kufika mahali hapa. Ni asubuhi nyingine njema wewe mtazamaji, mahali popote ulipo. Nina imani ya kwamba Mungu amekuamsha salama. Baba Mungu, ninakushukuru mara tena ni kwa ajili ya nafasi hii. Asubuhi ya leo ninapoenda kunena na watoto wako, wacha neno hili likawe la baraka na kuinua na kuwakomboa, kwa maana wewe ni Mungu. Umetulisha kupitia kwa neno hili, umetuinua na wengi wanakuhitaji Bwana. Naomba ukawatendee katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Nina furaha sana asubuhi ya leo. Hakika ni mkono wa Bwana, kwa sababu kila kuchao ninapolala, ninapoamka, ninaposikia kwamba familia yangu iko mzima, ninapoona ya kwamba watoto wangu wanatabasamu, ninapoona familia yangu kwa jumla wanatabasamu, nina furaha kubwa sana. Watoto wa Mungu, jana tulijifunza mambo mengi ya kwamba Mungu anatungojea, ametupa nafasi. Leo nataka mtazamaji tukaweze kuangalia sala ya Daudi katika ile Zaburi 38 mstari wa kwanza hadi 5. Daudi aliona ya kwamba katika ghadhabu, katika dhambi zake, katika maovu ambayo ameyatenda, aliona ni heri akamrudie Bwana, ni heri akamkimbilie Mungu. Akacha akasema katika Zaburi hile tunataka tukwenda kusoma Zaburi 38 mstari wa kwanza hadi mstari wa 5. Biblia inasema hivi: Bwana, usinilaumu katika ghadhabu yako, wala usiniadhibu kwa ukali wa hasira yako. Mstari wa pili: kwa maana mishale yako imenichoma na mkono wako umenipata. Hamuna uzima. Mstari wa tatu: hamuna uzima katika mwili wangu kwa sababu ya ghadhabu yako, wala hamuna amani mifupani mwangu kwa sababu ya hatia zangu. Maana mstari wa 4: dhambi zangu zimenifunikisha kichwa, kama mzigo zimenilemea mno. Kwa maana dhambi zangu zimenifunikisha kichwa, kama mzigo zimenilemea mno. Mstari wa 5: jeraha zangu zimenuka, zimeosa kwa sababu ya upumbavu wangu. Haleluya. Mtoto wa Mungu, asubuhi ya leo, kwa mambo haya Daudi ambaye anasema ya kwamba jeraha zangu zimenuka, zimeosa kwa sababu ya upumbavu wangu. Ni upumbavu upi ambao umeona ya kwamba umenena? Ni upumbavu upi ambao umefanya umeona ya kwamba umekutoa uweponi mwa Bwana? Ni usinzi upi ambao umefanya ukaona ya kwamba umejitoa uweponi mwa Bwana? Ni maovu yapi ambao umefanya wewe kama mtoto wa Mungu ukasema ya kwamba hakika nimetoka katika njia ya Bwana? Asubuhi ya leo nataka ninene na wewe mtoto wa Mungu. Ndiposa nimeona ya kwamba neno hili ni uchungu sana, lakini linanipa tabasamu, kwa sababu nimejua kuna mambo ambayo huwa naweza kuwa nimefanya yamenitoa uweponi mwa Bwana. Kuna vitendo ambavyo nimekuwa nimevifanya vimenitoa uweponi mwa Bwana, lakini kuna mahali inafika Daudi anasema ya kwamba Mungu, kwa sababu nimeyajua mambo haya yote, kwa sababu ya upumbavu wangu, ninaomba ukanirehemu, ninaomba ukanirejesha, ninaomba ukauie wokovu wangu, ili kwamba nipate kibali tena nikasimame kama mtumishi wako. Watoto wa Mungu, watu kama wanadamu, sisi kama wanadamu tumefanya maovu kwa kujua na kutojua. Tumenenda katika njia isiyompendeza Mungu. Tumefanya sarakasi kwa sababu ya maisha yetu, kwa sababu ya matamanio yetu, ile hali tumefanya ukaidi machoni pa Bwana. Daudi akasema katika ile mstari wa Bwana wa kwanza ya kwamba Bwana, usinilaumu kutoka kwa ghadhabu yako, kutokana na ghadhabu yako. Yaani Daudi anamwambia Mungu ya kwamba naomba usinilaumu kwa sababu najua ghadhabu yako ni kali. Najua ya kwamba ghadhabu yako ikishuka ndani yangu itaniadhibu zaidi.
Usiniadhibu kwa sababu ya ukali wa hasira yako. Hasira ya Mungu ikishuka inaadhibu kila mmoja. Hasira ya Mungu ikishuka inaharibu maisha yote. Lakini Biblia inasema usiniadhibu kwa sababu ya ukali wako. Daudi anamwambia Mungu, sio mwanadamu. Alikuja akamwambia Mungu ya kwamba ninajua ya kwamba maovu yangu yamekuwa mingi. Naomba usiniadhibu. Naomba usinirahani. Naomba usiniraumu kwa sababu ninajua ya kwamba lawama yako ikishuka ndani yangu itaniharibu kabisa. Mtoto wa Mungu, asubuhi ya leo, mstari wa 2 inasema ya kwamba kwa sababu mishale yako imenichoma na mkono wako umenipata. Mishale ya Bwana imekuchoma wewe. Kwa sababu mishale ya Bwana ni ipi? Umefanya anasa ya dunia, umefanya wizi wa dunia, umefanya mangaiko yote, umefanya machafuko yote, na Biblia inasema ya kwamba mishale ya Bwana sasa imekufikia na imeanza kukuchoma. Umeanza kujigundua, umeanza kujijua ya kwamba hapa nimefanya makosa. Mkono wa Bwana umekupata sasa. Mkono wa Bwana umekufikia, umekushika. Sasa wewe umefanya dhambi ya kutosha, imefika mwisho, nimekushika. Mtoto wa Mungu, asubuhi ya leo nataka nikupe tumaini ya kwamba unapofika mwisho ndio mwanzo wa Mungu. Mungu anaanzia hapo kwa sababu mkono wake umekupata. Sasa anataka kukurekebisha, na napokurekebisha lazima uchomachomwe na mishale yake. Lazima mishale ya Bwana ikushike, ikugandamanishe ili ukajichue na ukajitambue ya kwamba umefanya maovu. Mstari wa 3 inasema ya kwamba hamuna uzima katika mwili wangu kwa sababu ya ghadhabu yako. Hamuna uzima tena. Ghadhabu ya Mungu ikishuka ndani yako, unaona ya kwamba umefika mwisho. Vitu vyote vimeenda, mali yote yameisha. Yaani njia zako sio zile za kawaida, maisha yako sio yale ya kawaida. Mtoto wa Mungu, nataka nikutie nguvu asubuhi ya leo ya kwamba usione ya kwamba umefika mwisho. Mungu anataka kukufinyanga sasa, akurudishe katika njia ya utakatifu. Anataka akurudishe katika njia yake kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu. Anasema katika mstari wa 4, Biblia inasema maana dhambi zangu zimenifunikisha kichwa, kama mzigo zimenilemea. Dhambi zako zimekufunikisha kichwa, haujidhambui tena. Umefunikwa na dhambi na zimekufunikisha, yani haujielewi na ukidhambui. Ndio maana Daudi akasema jeraha zangu zimenuka, zimeoza kwa sababu ya upumbavu wangu. Upumbavu tulio nayo ni kutojua, yani kutomkubali Mungu. Ni kutokubali ya kwamba dhambi nimefanya. Ni kutokubali ya kwamba mimi ni msinzi. Yani unaona ya kwamba wewe uko sawa, lakini machoni pa Bwana hauko sawa. Ndio maana mishale yake sasa imekuja inakuchoma choma. Unaona ya kwamba mambo yako hayaendi sawa, mambo yako hayaendi sambamba. Tulia katika Bwana, simama katika utulivu, ili kwamba katika njia zake ghadhabu ya Mungu inaposhuka inaanza kukurekebisha hatua kwa hatua, ili ukaweze kufikia malengo yako. Huenda ukamala hapa asubuhi ya leo, mtoto wa Mungu, umepitia mahali, umepitia changamoto, ukaona ya kwamba umefika mwisho. Huenda uko mahali hapa ukaona ya kwamba njia zako zimefika mwisho. Usife moyo, kwa sababu Mungu anakuandalia njia. Mungu anakuandalia makao. Kuna mahali anataka akupeleke ili kwamba ukaone tumaini lako ya kwamba kunao njia ionekanao safi machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni mauti. Lakini Mungu anasema ya kwamba hakika sitakuacha uwe yatima. Hata kuacha kwa sababu wewe ni mtoto wake. Anakuadhibu ili ukajue ya kwamba umefanya maovu. Wacha Mungu akubariki asubuhi ya leo. Mungu akuinue, Mungu akufungue, Mungu akutakaze na akukomboe, akupe neema na kibali ya kufanya kazi inayompendeza. Baba Mungu, naomba ukabariki yule msikilizaji ambaye amesikiza neno hili, ukamtie nguvu, ukamtie amani. Walio chini ukawainue, walio wagonjwa ukawaponye, walio kosa tumaini uwape tumaini ya kwamba Mungu una uwezo wa kuleta baraka na mafanikio katika njia zao. Pokea sifa na utukufu asubuhi ya leo, katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Mtoto wa Mungu, Mungu akubariki, Mungu akuinue, Mungu akufungue, ukaweze kujua dhambi zote ambazo umefanya, maovu yote ambayo umeyafanya, ili ukaweze kujijua na kujitambua, ukamrudie Mungu na Mungu atakuinua. Mungu wa amani awabariki sana. Mungu wa amani awatende mema asubuhi ya leo. Unapotoka kuingia kazini, unapotoka kazini, walio usiku, walio mchana, Mungu awabariki na amani ya Bwana iwe nanyi.
Amen. God bless you.